Yesu asifiwe kanisa. Amen. Amen. Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo. Mungu ametupa mara ya pili, kusanyiko la pili baada ya ile la kwanza Jumapili iliyopita. Tunashukuru Mungu kutupa nafasi hii kama MTBC Morogoro na kuanza kwa namna tunavyoanza. Tunashukuru Mungu mtukufu mkubwa. Ndio, kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa ajili ya yote. Sasa niwakaribishe kwenye somo la leo. Mungu ametupa siku nzuri kujifunza, na ninatamani tujifunze. Kichwa kinasema kuishindania imani katika Kristo Yesu. Kuishindania imani katika Kristo Yesu. Na ninatamani tuanze na andiko kwenye kitabu cha Waebrania mlango wa 12. Waebrania 12 mstari kuanzia wa kwanza tutasoma na wa pili. Anasema, basi na sisi pia kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile tuzingae kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Kwa hiyo kuna mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Mstari wa pili, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alimstahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Sasa anaposema kwamba tunapoongelea kuhusu kushindania imani, anaongea kuhusu mashindano makuu. Huyu mwandishi wa kitabu cha Waebrania anaongea kuhusu mashindano makuu. Haya mashindano makuu hapa amesema kwamba kuna mambo ambayo yanaweza kutuzinga tusiweze kupiga mbio kwa ajili ya mashindano, kwa sababu kuna mashindano yapo. Haya mashindano makuu anaongelea kuhusu vita dhidi ya shetani au vita dhidi ya nini? Anaongelea kwa habari ya imani, kuishindania. Haya mashindano makuu yanayoongelewa hapa ni imani. Ndio maana ukitaka kuelewa vizuri haya mashindano, mstari wa pili anasema kwamba tukimtazama, namna ya kushinda hivi vita, anasema kwamba tukimtazama Yesu ambaye ameanzisha na ambaye atakamilisha imani yetu. Kumbe jambo kubwa hapa linaloongelewa ni kuhusu imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imani ni jambo ambalo ni nyeti mno katika ulimwengu wote ule wa watu wanaomwabudu Mungu, au ni Mungu aliye hai au Mungu wa mfu. Imani ni kila kitu. Kinachoweka uhai wa waamini kwa leo hivi tukusanyika ni imani. Sasa kuna namna huyu mwandishi wa Ibrania amesema kwamba kumbe kuna mashindano. Kuna namna ya kuishindania imani ambayo tumewekewa. Sasa huyu ni mwandishi wa Ibrania, lakini kienda kwenye Yuda naye kuna kitu amekiongelea hapo. Nataka kinachofanana na hicho kuhusu kuishindania imani. Yuda 1 mstari wa 3. Yuda mlango wa kwanza mstari wa 3 anasema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba mnishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Sasa kuna jambo la ajabu. Huyu mwandishi wa huyu mtume Yuda ambaye anatuongezea jambo la ajabu sana. Anasema kwamba yeye alikuwa anachokifanya, alikuwa anataka kufanya bidii kuandika habari za wokovu, lakini kaona kwamba ni lazima sasa, kama anaongea na watu waliokoka, anaandikia huu waraka, anaandikia watu waliokoka kwa habari ya wokovu. Akasema kwamba nikafikiri kwamba kama nataka niwaandikie kuhusu wokovu, inabidi kwanza kabisa nimelazimu kwanza niwaambie kwa habari ya imani, ili kwamba mshindanie imani. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu imani imezaliwa kutoka kwenye, wokovu umezaliwa kutoka kwenye imani katika Kristo Yesu. Iko hivi, Injili ilipokuja ikahubiriwa kwetu, tangu Injili ilipoanza ikahubiriwa kwetu, Injili imezaa imani. Alafu ile imani ndio inazaa wokovu. Injili imehubiriwa kwa mataifa. Kila mtu anayesikia Injili, ikija ikihubiriwa Injili ndio inaleta, kuna kitu inazalisha ndani ya watu. Injili inazalisha imani. Imani katika Yesu Kristo. Kama Injili, ndio maana tunasema tunaongelea habari ya Injili ya Yesu Kristo. Injili ya Yesu Kristo. Kama anayehubiriwa ni Yesu, maana yake kinachozalishwa ni imani katika Kristo Yesu. Watu ghafla imani zao zinapo kuwa katika huyo Yesu, ndivyo zinazalisha wokovu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
kitabu cha Warumi ameelezea, amedefine vizuri hiyo injili na ameongea mambo hayo matatu ambayo naongelea injili, imani pamoja na wokovu. Injili, imani na wokovu. Hii namna vilivyoendana na namna vinavyotegemeana. Angalia Warumi 1:16. Warumi 1:16. Anasema maana sionee haya injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Naona injili maana yake inapohubiriwa inaleta nini? Wokovu. Kwa nini? Kwa kila anayeamini. Maana yake injili inaweza kuhubiriwa mahali isilete wokovu kwa sababu watu hawajaiamini. Mpaka watu watakapoiamini inaleta wokovu. Ndio kusema kwamba moyo wa wokovu ni imani. Yaani imani hii tulionayo katika Kristo Yesu ndio moyo wa wokovu wetu. Tukitaka kucheza na wokovu, tucheze na imani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema injili ni uwezo wa Mungu unaleta wokovu kwa kila mwanadamu, lakini mpaka aamini. Sasa tumerudi kule nyuma, tumeona mwandishi wa Ibrania lakini pia na Yuda ameelezea, amesema hivi, inabidi sasa hii imani kwa unyeti huu inabidi tuishindanie imani. Kuna mashindano makuu yamewekwa mbele yetu ya imani. Tunataka tuishindanie. Na nafikiri tutaangalia kidogo leo kwa namna ambavyo tutajaliwa namna hii imani ilivyo na sababu kubwa za kushindania imani. Kwa sababu hizo sababu za kushindania imani ndio zinatupa kiini cha jambo hili. Imani ni nini haswa? Na hii imani inashindaniwaje? Hebu tuende taratibu. Nataka tuende kwenye kitabu cha Wakolosai. Wakolosai mlango wa 1. Kati ya jambo nyeti kwa muamini kuelewa ni hili swala la wokovu, imani katika Kristo Yesu. Inabidi lieleweke kinagaubaga, yaani bila kumumunya maneno, lieleweke vizuri. Imani katika Kristo ndio kitu ambacho kimetushikia, yaani uhai wetu sisi kuendelea kubaki kushikamana na Yesu kwa sababu ya imani. Anasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee ili kila amwaminie asipotee. Sasa tukitaka kuendelea kama tunatamani injili iende kwa mataifa yote, dunia nzima ipate injili, lazima tuhakikishe kwamba injili inahubiriwa yenyewe ile. Inahubiriwa injili ya Yesu Kristo. Yesu anahubiriwa ili nini? Izalishe imani. Na watu watakapoamini wanaokolewa. Watakapoamini wanaokolewa. Watakapoamini wataokolewa. Mpaka waamini. Na hawezi wakaamini bila kusikia. Kitabu cha Wakolosai mlango wa 1 mstari wa 3 mpaka wa 8. Wakolosai, waraka wa Paulo mtume kwa kanisa la Kolosai, kuanzia mstari wa 3, mlango wa 1 mstari kuanzia wa 3 hadi wa 8. Anasema tumshukuru Mungu Baba yake Bwana wetu Yesu Kristo siku zote tukiwaombea. Tangu tuliposikia habari za imani yenu katika Kristo Yesu na upendo mlionao kwa watakatifu wote. Kwa nini? Kwa sababu ya tumaini mliowekewa akiba mbinguni, ambalo habari zake mlizisikia zamani kwa neno la kweli ya injili. Ambayo ilifika kwenu kama ilivyo katika ulimwengu wote. Injili hiyo ilifika, anasema, anaongea na kanisa la Kolosai kwamba hata na ninyi imani injili ilifika kwenu kama ilivyo kwa mataifa yote. Alafu anasema na kuzaa matunda na kukua kama ilivyokuwa kwenu pia, tangu siku mlipoisikia mkafahamu sana neema ya Mungu katika kweli, kama mlivyofundishwa na Epafra mjoli wenu mpenzi, aliyemhudumu mwaminifu wa Kristo kwa ajili yenu, naye alitueleza upendo wenu katika roho. Bwana asifiwe. Amen. Jambo la ajabu sana. Paulo ameweka wazi vizuri sasa hapa kuhusiana na hili jambo la imani, namna linavyohusiana na wokovu tulionao, lakini pia namna ambavyo linahusishwa na injili. Nimesema hivi, injili imezalisha imani, alafu imani imezalisha wokovu. Kwa maana sasa hapa Paulo anaelezea namna ambavyo kanisa la Kolosai waliingia kwenye wokovu, lakini akawapa pia namna ya kudumu kwenye huo wokovu. Anasema mstari wa 5 kwamba kwa sababu ya tumaini mliowekewa akiba mbinguni, ambalo habari zake mlizisikia zamani kwa neno la kweli ya injili. Kwamba maana yake zamani, kabla hawa watu wa Kolosai hawajaokoka,
kuna siku ilipita injili ikahubiriwa kwenye ule mtaa, kwenye ule mji, ikahubiriwa injili. Ilipohubiriwa injili, ndipo hapo ilizalisha imani. Alafu mstari wa 6 anasema iliyofika kwenu kama ilivyo katika ulimwengu wote, na kuzaa matunda na kukua. Kuzaa matunda na kukua kama ilivyo kwenu pia, tangu siku mliposikia mkafahamu sana neema ya Mungu katika kweli. Kumbe injili hii ya Yesu Kristo ambayo ina uwezo wa kuzaa na kukua ni lazima ihubiriwe. Anasema kwamba mkaifahamu sana neema ya Mungu, maana neema ilihubiriwa sana. Injili ya Yesu Kristo kimsingi inaongea kwa habari ya neema ya Yesu Kristo. Injili ni neema. Sasa neema ni nini? Ni kupewa usichokistahili, ni kupata usichokistahili, ni kustahilishwa kwa namna ambayo kwa kweli kustahili. Injili ya Yesu Kristo inaongea kwa habari ya msamaha ya dhambi. Yaani maana yake ulikuwa umeshtakiwa, ulikuwa kweli kwenye hatia, lakini leo hii umetakaziwa msamaha. Injili ya Yesu inaongea kwa habari ya upatanisho. Tulikuwa tunauadui na Mungu kwa sababu ya kila ambacho kilitokea kule bustani ya Eden. Tangu siku nyingi dhambi ilipoingia ulimwenguni, mwanadamu akawa na uadui na Mungu, lakini kupitia mauti ya Yesu tumepatanishwa na Yesu. Injili ya Yesu Kristo inaongea kwa habari ya kuhifadhiwa. Kuhifadhiwa tunaongelea kwa habari ya ulipomwamini Yesu hivi, roho yako imekombolewa, alafu nafsi yako inaendelea kukombolewa katika ambao unajifunza, na mwishoni mwili wako utakombolewa. Ile kutukuzwa tunasema. Sasa hiyo ndio tunaitwa kuhifadhiwa. Ndio kitu ambacho pia Mtume Paulo wakati anaandika kwenye kanisa la Wathesalonika wa kwanza anasema kwamba Mungu wa amani mwenyewe awatakasi kabisa nafsi zenu, roho zenu na miili yenu mhifadhiwe. Kwa kimsingi tumehifadhiwa, yote aliyokuwa amehifadhiwa. Sasa hizo ndio habari za hiyo, ndio neema tunaongelea. Na mengi. Tunaongelea kwa habari ya kutukuzwa, kuhesabiwa haki. Hiyo ndio tunasema injili, neema ya Mungu. Sasa mtu yote ambaye ameshaokoka anahitaji kufahamu sana. Kuifahamu sana neema ya Mungu. Anasema kwamba ilifika kwenu injili, alafu ikakua, ikazaa matunda. Kwa nini ilifanya hivyo? Hii injili ilikuwa ikazaa matunda kwa sababu mlifahamu sana neema ya Mungu. Manake kuna namna msara hii neema ya Mungu haifahamu. Ufahamu huu hauji kwa kuomba jamani. Angalia mstari unaofuatia. Mstari wa 7. Kama mlivyofundishwa na Epafra, manake lazima mafundisho tuwekeze kwenye mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima sasa tuwekeze kwenye mafundisho. Mjoli wetu unampenda aliye mhudumu mwaminifu wa Kristo kwa ajili yetu. Sasa hii tunahitaji, ndio maana Yesu akalia akasema kwamba akaona watu kundi akalihurumia. Kwa nini? Walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Akasema mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Tunahitaji sana wahudumu wa Kristo walio waaminifu wa kufundisha watu kweli ya injili. Kwa nini? Ili ikue na kuzaa matunda. Maana ni kwamba sasa injili hii injili tunayoisema injili katika Kristo Yesu, watu wanayo, watu wameumiliwa, kuna watu wameokoka, lakini kwa nini hawakui? Kwa nini hawazai matunda ambao tumetumwa tu? Kwa sababu Yesu alisema sio ninyi mlichagua, ni mimi nimewachagua ninyi nikaweka mwende mkazae matunda. Kwa nini sasa watu wazae matunda? Hapa siri Paulo ametupa siri ajabu sana. Kwamba hii injili ilipohubiriwa ilifika kwenu, ikakua ikazaa matunda. Kwa nini? Kwa sababu mlifahamu sana neema ya Mungu. Lakini kwa nini mlifahamu? Kuna Epafra alitumwa baada ya Paulo kuhubiri kwenye mji. Kuna mtu anaitwa Epafra alikuja akaanza kufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Maana kanisa kati ya jambo Paulo tunataka tufanye kwa bidii ni kuwekeza kwenye mafundisho. Mtu anajua kwamba sasa ameshaondoka. Mtu alihubiriwa nje, akiwa huko nje amehubiriwa kuja kwa Yesu. Sasa huko alikokuja, hii maana ndio ipokee ni imani gani? Tunaweza kukaona sana wakati mwingine namna ambavyo watu wanachanganya imani hizi. Mtu alikuwa kabla hajaokoka alikuwa kwa wazazi wake walikuwa kwenye mizimu kama kawaida. Walikuwa kila mwisho wa mwezi au kila baada ya muda wanaenda kufanya matambiko huko, na kuna namna fulani watu walikuwa naishi kabla hajaokoka. Sasa ameokoka. Mtu anafikiri kwamba watu wengi wanafikiri kwamba akishamwamini Yesu, ameokoka hivi, ameongezea imani tu, yani kuna kaimani alikuwa nako mwanzoni. Kwa sababu ameongeza nyingine. Kwa maana yake ile ya kwanza jumlisha na ile ya pili ndio anafikiri ndio mfumo wa maisha. Kumbe hii imani katika Kristo Yesu ni imani iliyo ya pekee sana, ambayo mtu anatakiwa aipokee kama ilivyo
na aamue kuachana na nyingine zote, lakini afundishwe sasa. Kwa maana yake tunatamani kama maombi yetu siku zote kanisa, kwamba kanisa likue, kanisa lizae matunda, lazima watu wafahamu sana. Sasa wafundishwe nini? Ameshaongea mwenyewe Paulo hapa kwamba mkaifahamu sana neema ya Mungu katika kweli. Tunatakiwa tufundishwe, watu wafundishwe kuhusu neema ya Mungu. Neema ya Mungu ifundishwe vizuri, na nafikiri Mungu ni mwema, ametupa nafasi hii, tutaijua neema hii vizuri kwa undani kadri tunavyojifunza. Alafu mstari wa 8 anasema naye ametueleza upendo wenu katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio msingi mzuri sana ambao Paulo ameweka kwa muamini yote yule, kwamba hii imani kama tunatamani kuendeleza vizuri, imani hii baki kwa mtu bila kutetereka, kwa sababu kweli ukifuatilia huku tutachambua baadaye tutakapofika kule mwishoni tutachambua kidogo. Nitakuonyesha wakati fulani nilifanya utafiti, wakati nikapitia nyaraka zote kujua tu kuhusu namna ambavyo mitume hawa katika nyaraka zao wameongelea kuhusu kuhusu mafundisho potofu, kwa sababu kati ya jambo ambalo linakula kanisa, ambapo sasa hili ndio yaani maana yake lengo lake kubwa ni adui namba moja wa kuharibu imani tulionayo katika Kristo Yesu ni mafundisho potofu. Hizo roho zidanganyazo, mafundisho ya mashetani ambayo yanaingia kwenye kanisa. Fundisho potofu linazalisha imani potofu. Fundisho la kweli inaimarisha mtu katika imani. No. Ndio maana hapa ameongea vizuri kwamba, na ameongea sana kuhusu kweli. Ametaja kweli mara ngapi? Kwa tuone pale. Hiyo ndio sana, kuna jambo la kupea attention sana. Wakati tunasoma kwenye hii waraka, hebu angalia. Wewe nikuonyeshe kitu ili uelewe kwamba kwa nini Paulo amekazia. Kwenye hiyo kifungu ambacho tumekisoma. Wewe tuangalia, anasema mstari wa 5 ameongelea kuhusu, anasema kwa sababu ya tumaini mliowekewa akiba mbinguni, ambalo habari zake mlisikia zamani kwa neno la kweli. Hiyo kweli imewekwa pale ya Injili. Alafu mstari uliofuatia akasema iliyofika kwenu kama ilivyo katika ulimwengu wote, na kuzaa matunda na kukua kama ilivyokuwa kwenu pia. Tangu siku mliposikia mkafahamu sana neema ya Mungu katika nini? Kweli. Hizo kweli zina maana kubwa sana, kwa sababu Yesu alisema mtaifahamu kweli na kweli itaweka huru. Akasema kwamba mwana akiweka huru mtakuwa huru kweli. Sasa hiyo kweli anayoongelea kweli, the truth, sio kitu, ni Yesu. Yaani Yesu ndiye anaitwa kweli, kwa sababu Yesu yeye mwenyewe ndiye neno aliyekuja akajifunua kweli. Sasa ufunuo halisi wa Yesu Kristo ndio unaitwa kweli. Kuna kitu kinachoitwa Torati, tunafahamu kwamba Torati ilitangulia, na Biblia inasema wazi kwamba hii Torati ilikuwa ni kiongozi tu kutuleta kwa Kristo. Sasa hii Torati ndani yake mpaka uingie ndani yake ndio utafuta kweli. Baada ya kuelewa Yesu, utafute ndani ya Torati, ndani ya Torati ndio ili uchambue, utafute kweli ndani ya Torati, kwa sababu imejificha humo. Lakini Yesu Kristo alipokuja, yeye ndio ameja kuifunua, ameichomoa kule kweli. Kwa maana yake mtu anakuwa au muamini anakuwa au anaongezeka au anawekwa huru kwa kufahamu kweli. Sasa ndio maana hapa anaongelea kwamba Injili ihubiriwe katika kweli, na neema watu waifahamu katika kweli. Kwa sababu Injili inahubiriwa, yaani shida Injili inahubiriwa tu, lakini shida ni kwamba haihubiriwi katika kweli. Ile kweli yote iliyokamilika hai. Na shida ni kwamba kweli ikiwa nusu bado sio kweli. Kweli ikiwa robo tatu sio kweli bado. Mpaka kweli iwe 100%. Naona. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio maana Paulo Yesu wakati anakuja akaanza kujaribu mafundisho ya Yesu Kristo yakawa yanawasaidia watu kutoka sasa kwenye Torati kuja kwenye kweli. Akawasema kwamba nimesikia imeneno. Anaongea habari ya Musa. Alisemaje? Mimi nawaambia. Nimesikia imeneno, mimi nawaambia. Sasa ukiangalia kile kitu ambacho Paulo nani wa Torati Musa alichokifanya. Kwa mfano akasema hivi, mlisikia imeneno kama mtu labda msiue, mmesikia kwamba imeneno kama msiue. Akasema lakini mimi nawaambia mtu atakayemchukia ndugu yake
tayari ameshaua. Maana yake nini? Katika hali ya kawaida tu, Torati yenyewe ilikuwa inadili na maisha ya kawaida ya kila siku katika hali ya mwili. Kumbe mambo yote haya Paulo anakuja kufunua, anasema kwamba asili ya Torati ni ya rohoni. Kwa maana yake kile kitu ambacho kitakuwa kifanyike kwenye Torati, maana yake lazima kwanza usisome Torati katika hali ya kimwili, uiangalie kwa ndani. Na namna pekee sasa ya kufanya hivyo ni kuisoma kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Baada ya Yesu Kristo kuja akaifunua, ndio Bwana anasema nimesikia nikisema, lakini mimi nawaambia. Ni kama vile anamkosoa Musa, lakini kimsingi amkosoa, anachokifanya anatutia katika kweli yote. Ndio maana yake sasa, kwa hapo hiyo kweli kuna kitu ilikuwa inatudirect. Sasa watu wamebaki kuangalia ile kitu bila kujua ujumbe ulikuwa ni nini. Ndio maana tunasema kwamba siku zote katika hivi vitabu vya manabii na Torati, Yesu amefunuliwa kule kwa lugha ya picha, vivuli, mifano na ahadi. Sasa hivyo vivuli, hizo ahadi, hizo picha mbalimbali zilikuwa zinatoa ni kama kibao kilikuwa kinatuelekeza kwa Yesu. Kwa lake lazima tufahamu kwa ukamilifu sasa kwamba je, sasa kule tulikuwa tunaelekea tumefika au tusije tukafika mahali tukapiga kambi kumbe hatujafika. Lazima tufike kwa Yesu tukiwa wakamilifu, na kinachotukamilisha ni kweli ya Injili pekee yake. Kweli. Kwa maana kanisa inatakiwa lifundishwe, watu kabla hujaokoka walihubiriwa Injili. Umekuja ndani, ukija ndani kama hivi unafundishwa. Na kufundishwa unafundishwa sana, anasema mfahamu sana neema ya Mungu katika kweli. Mwifahamu sana neema ya Mungu. Kwa watu wafundishwe kwa bidii. Tuwekeze hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu angalia kitabu cha Warumi 10. Inaweka tu msingi kwanza. Warumi 10 kuanzia mstari wa 5 hadi 17. Kitabu cha Warumi mlango wa 10 mstari wa 5 hadi wa 17. Anasema hivi: kwa maana Musa aliandika juu ya haki itokayo kwa sheria, ya kuwa mtu afanyaye hayo ataishi kwa hayo. Bali ile ipatikanayo kwa imani yasema hivi. Angalia, haki inayopatikana kwa imani. Usiseme moyoni mwako, ni nani atakayepanda kwenda mbinguni, yaani kumleta Kristo chini, au ni nani atakayeshuka kwenda kuzimuni, yaani kumleta Kristo kutoka kwa wafu. Lakini yasemaje? Yanenaje? Ni ile neno la imani tulihubirilo. Neno la imani tulihubirilo. Kumbe ukihubiri Injili kwa kweli unahubiri neno la imani. Msingi unahubiri imani. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa nini? Kwa maana kwa moyo mtu uamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Naona? Kwa imani ile ambayo mtu ameipokea baada ya kusikia Injili imemtengenezea imani. Ile imani ndio anapoiamini ile, anapodumu katika ile imani, anasema kwamba umeamini kwa moyo wako unahesabiwa haki. Ukikiri kwa kinywa chako unapata nini? Wokovu. Ni kwamba kimsingi iko hivi. Huwezi kukiri kabla hujaamini. Kwa maana umekiri kile ambacho umekiamini, huo ndio wokovu. Ndio imezalisha wokovu. Alafu anasema mstari wa 11, kwa maana andiko la nena kila amwaminie hata tayarika. Hakuna mtu atakayekuja kwa Yesu akatayarika. Mstari wa 12, kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, kwa maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wamwitao. Sasa kwa kuwa kila atakayelitenda la Bwana atafanya nini? Ataokoka. Ataokoka. Basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Sarudi kwa hapa kwenye imani. Yaani maana yake najaribu kuonyesha umuhimu wa imani na namna ambavyo inatakiwa ihubiriwe kwa usahihi imani. Kwa sababu mtu ukimhubiria kwa namna ambayo sio sahihi, hata atakapopokea hii atapokea kwa namna sivyo sahihi wokovu. Na ataanza kuamini kwa namna sivyo sahihi. Sasa matokeo ya kutokuamini isivyo sahihi itampelekea kuangamia. Kwa nini? Kwa sababu imani ndio inatuokoa. Sasa kama umeamini tofauti au umeamini
umeamini tofauti na jinsi ambavyo kweli ya injili inasema, kinachokupelekea ni nini? Ni kuangamia. Na tutaona hichi kitu wakati Paulo anaongelea kwa habari ya mtu mmoja anaitwa Himenayo, mtu mmoja anaitwa Fileto, ambao watu wanasema kwamba walipindua imani ya watu wengi sana, kadha wa kadha. Kwa nini? Kuna namna ambavyo walikuja wakafundisha tofauti, yaani madhara ya mafundisho potofu. Wakaipindua, anasema wakaipindua imani ya watu. Tutaiona baadaye kidogo. Lakini hapa angalia, tuendelee hapo. Anasema wanawezaje? Anasema kila atakayelitaja jina la Bwana ataokoka. Sasa je, wataokoka? Watamuitiaje Bwana wasimwamini? Watamuitaje Bwana wasimwamini? Tena wamwaminije yeye wasimsikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Bwana asifiwe. Amen. Kuna jambo hapa ambalo anatia msisitizo na mkazo kwa habari ya imani, kwamba imani inatakiwa ihubiriwe. Anasema kwamba wao watu wataokokaje kama hawamsikii? Wanaweza kumhitaji mtu wasimwamini bali. Je, watamwaminije wasipohubiriwa? Wasipomsikia, je, watamsikiaje wasipohubiriwa? Alafu akasema tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni vizuri kama nini miguu yao wahubiriwa habari ya mema. Uhusiano kati ya injili, imani, kuleta wokovu. Injili, imani na wokovu. Sasa tunapoenda kuhubiri huko nje kwa watu ambao hawajaokoka, ni very simple. Tunawaambia tu kwa habari ya hii injili, wakiamini. Kwa sababu kwenye Waebrania anasema kwamba ile neno walilosikia halikuchanganyikana na imani, ndio maana hawakuokolewa. Lakini yote ambaye anaokolewa maana yake kwamba imani, ghafla amepata imani katika Kristo. Akiweka katika imani katika Kristo anaokolewa. Sasa akishaokolewa, tuna nafasi ya kumaintain hiyo imani. Na maintain hiyo imani, wafundishwe na ufahamu sana neema ya Mungu katika kweli. Kwa tuende na mstari wa mwisho kabla hatujaenda point inayofuatia kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Paulo kwa Korinto, mlango wa 15. Korinto wa kwanza 15. Kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 4. Kwa Korinto wa kwanza 15 mstari wa kwanza hadi wa 4. Kwa Korinto wa kwanza 15 mstari wa kwanza hadi wa 4. Basi ndugu zangu, na waarifu ile injili iliyohubiri, ambayo ndio mlioipokea, na katika hiyo mnasimama. Unaona hiyo? Kwa maana yake hauishi tu kupokea injili, inabidi usimame katika hiyo injili, kwa sababu hiyo injili ilikuzalisha imani. Sasa namna ya kumaintain imani, lazima usimame hapo, upige kambi hapo. Lazima katika hiyo mnasimama, na kwa hiyo mnaokolewa. Ikiwa mnayashika sana maneno niliyohubiri, isipokuwa mliamini bure. Kwa watu wanaendelea kuenjoy wokovu kama tu watabaki kwenye wokovu, kwenye kumaintain kile walichosikia tangu mwanzo, na wakadumu katika hicho, wakafundishwa hapo imani. Sasa kwamba isipokuwa mliamini bure, lazima katika hiyo mnaokolewa, ambao katika hiyo mnaokolewa ikiwa mliyashika sana maneno niliyohubiri, isipokuwa mliamini bure. Kwa maana niliwatolea mimi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Hiyo ndio injili ya Yesu Kristo, kufa kwa Yesu. Alafu anasema kama yanavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, jambo la pili, na ya kuwa alifuka siku ya tatu, kama yanavyo maandiko. Maana sasa hii injili kama kwa hiyo package ya injili, ndio injili imekamilika hapo. Kufa, kuzikwa na kufa kwa Yesu. Maana hiyo ndio injili. Sasa watu wakiambiwa kwamba Yesu amekufa kwa ajili yako, tafsiri yake nini? Ni kwamba alibeba magonjwa, kiwa wewe ungetakuwa ufe, ya akafa badala yako. Na kwenye hii wa Korinto mlango wa kule chini mstari wa chini pale anasema kwamba Kristo pia alifufuka. Anasema kama hakufuka, imani yetu ni bure. Kwa maana hiyo naambia watu kwamba Yesu alikufa, alizikwa, akafuka. Sasa ndani ya wokovu tunapoanza kufundishwa, tunafundishwaje? Yesu alipokufa, matokeo yake ni nini haswa kwako wewe ulimwamini Yesu? Kitu gani kilitokea?
Yesu alipozikwa, kitu gani kilitokea kwa muamini? Na alipofufuka, kitu gani kilitokea? Nyaraka zote za mitume ndio kimefunua hiyo. Nyaraka zote za mitume zimefunua hiyo. Hiyo ndio tunasema kwamba watu wanafundishwa kweli ya Mungu, neema ya Mungu katika kuifahamu neema ya Mungu katika kweli. Ni kufahamu kwamba siku moja walipaswa kwamba wangetakiwa wafe, ila kuna aliyekufa badala yao. Wangetakiwa waangamie, kuna ambaye aliangamizwa badala yao. Wao walikuwa ni wametakiwa wahukumiwe kwenye adhabu ya kifo, ila kuna ambaye alichukua dhambi zao. Badala ya kufanyika laana ambayo sisi tulikuwa tunaibeba, sasa hivi tumefanyika haki ya Mungu katika Kristo. Kwa sababu tumefanyika, ndio maana ya neema ya Mungu. Sasa hivi ni mtu ambaye anaokoka, anafundishwa hivyo. Na hapo ndio kufahamu hiyo, maana kadiri hapo tunataka kazi kwa hapa, kazi hapo. Ndio imani inafanya nini? Ndio imani anaimarika katika imani. Hakuna kitakachoweza kumtoa kwenye focus ya kumwangalia Yesu. Kwa sababu ule tulipoanza anasema kwamba tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Tunamtazamaje Yesu? Kwa mafundisho haya. Kadiri ambavyo unamfundisha mtu injili na kufunua hii neema ya Mungu, ndivyo ambavyo inamsababisha mtu anakaza macho kwa Yesu. Anakaza macho kwa Yesu kwa kadiri ambavyo anafahamu ile neema ambayo ameipokea kutoka kwa huyo Yesu. Anafahamu kwamba kumbe pasipo yeye haiwezekani kabisa, isingewezekana kabisa kwa namna yote ile kuokolewa. Ndio maana kwenye ile aliko ambalo nilianza nalo, ile wa Ibrania 12, ule mstari wa ngapi pale? Wa 4 pale anasema hivi, ule mstari wa 4 pale. Ile aliko ambalo nilianza nalo kabisa. Mstari ule wa 4 amesema hivi, mstari wa 3. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii. Mtafakarini sana. Kwa maana yake lazima ili sasa tuseme tunafundisha watu neema ya kweli. Tunawahubiria watu injili ya kweli. Lazima tuwafanye watu watafakari sana, watafakari sana Yesu. Kutafakari matatizo yao. Hatuna haja ya kuhubiria watu matatizo yao. Hatuna haja ya kuambia watu dhambi zao. Wanazifahamu dhambi zao. Tuna haja ya kuambia watu solution ya dhambi zao ni Yesu Kristo. Kwa maana anasema kwamba mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao. Yaani yeye alistahimili haya yote kwa ajili ya watendao dhambi juu ya nafsi zao. Anasema msije mkachoka. Sasa kama tukianza kutafakari vitu vingine, na tukatafakarisha vitu vingine au kuhubiria watu vitu vingine, watu watachoka. Anasema msije mkachoka, mkazimia mioyoni mwenu. Kuna watu sasa hivi hawana hamu na injili kabisa. Yaani bora kuambia kitu kingine, lakini sio kuambia kwa habari ya Yesu. Kwa sababu walishadanganywa sana. Walishaambiwa vitu vya ajabu. Walipokuja kwa Yesu waliahidiwa mke. Njoo kwa Yesu, wewe umekaa muda wote hujaolewa, utapata mume. Walipokuja kwa Yesu waliahidiwa gari. Huu ni mwaka wa 7 hawajapata gari. Hawana hamu na Yesu. Sasa hapa anasema hivi, msije mkachoka mkazimia mioyoni mwenu. Kwa nini? Kwa kuacha kumtafakari sana huyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nataka tuangalie mambo matatu alafu tumalize. Kuhusu kwa nini tuishindanie imani. Kwa sababu kama kuna ujumbe wa muhimu sana, kama huyu mtume Yuda anajaribu kusema kwamba nilipokuwa nikifanya kuandikia habari ya wokovu, kwanza niliacha kwanza hiyo. Nikasema ilinilazimu mimi nianze kwanza kuwaambia kwa habari ya imani, muishindanie imani. Ambao wamekabidhiwa watakatifu mara moja tu. Niliamua kuacha kwanza kuambia habari za wokovu, kuandikia hii message ya wokovu, alafu nikawaambia kwa habari ya kushindania imani. Maana anamaanisha kwamba kuna vitu ambavyo alikuwa anaviongelea ambavyo ni vya mbeleni, akagundua kwamba kuna msingi. Ngoja kwanza niweke msingi vizuri. Akasema kwamba naomba muishindanie imani. Muishindanie imani. Na sura hii yote inajua kitabu cha Yuda kina mlango mmoja tu. Mlango wote huu anashughulikia ili jambo la walimu wa uongo. Wa mitume wa uongo, manabii wa uongo. Anaongea sana hivi vitu vizuri na inasaidia vizuri. Na mtume Petro naye kwenye mlango wa Petro wa pili, mlango wa pili, naye ameongea vile vile, yani tutafikiri kama vile ameelezea kama vile Yuda alivyoelezea, lakini naye akisisitiza jambo hilo kwamba jamani, kanisa, adui mkubwa wa kuua imani yetu ni mafundisho potofu. Kwa hiyo namna pekee ya kufanya
tunatakiwa tuishindanie imani. Tunashindania imani kwa kumtafakari, kwa kumtazama Yesu, kwa kumtafakari sana Yesu. Maana watu wafuate fundisho la kweli la mfumo wa Yesu. Wakishamfahamu Yesu ambaye ndiye solution, ndiye tunaita permanent solution, mambo mengine yote haya yatakaa sawa. Kwa nini ni muhimu kuishindania imani? Hapa amejibu mwenyewe Yuda kwenye Yuda 3, Yuda 1 ule mstari wa 4. Sasa wakati anaongea kuhusu kuishindania imani, amejibu jambo la ajabu sana. Amesema hivi, mstari wa 4, mstari wa kwanza, mstari wa 3: wapenzi, nilipokuwa nifanya bidii kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imelazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Lazima tuishindanie imani kwa sababu tumekabidhiwa mara moja tu. Msisitizo hapo, Paulo huyu Yuda anaongelea kwamba muishindanie kwa sababu watakatifu wamekabidhiwa mara moja tu. Maana ni kwamba Paulo naye akasema vizuri, akasema hivi, kuna Adamu wa kwanza alishawahi kuwepo, alafu kuna Adamu mwingine amekuja baada ya Yesu Kristo, ila sio wa pili tu, anasema ni wa mwisho. Yaani Adamu sio wa pili tu, yaani huyu Adamu mwana wa Adamu ambaye ni Yesu Kristo sio kwamba ni wa pili. Mimi nikisema ni wa pili unaweza kafikiri kwamba kuna watatu watakuja. Anasema kwamba Adamu wa mwisho ni wa pili, lakini wa mwisho. Maana kwa nini? Kwa nini? Hakuna atakayekuja tena. Yesu akitokea mara ya pili haji kwa ajili ya kutangaza msamaha ya dhambi, haji kwa ajili ya kutangaza wokovu kwa mwanadamu. Ndio biashara imeisha. Maana imani hii tumekabidhiwa mara moja tu. Ukipoteza hii neema ya Mungu, ukashindwa kukaa katika hiyo neema, ukapinduliwa imani yako, ukaiacha imani hii, ndio maisha. Katika kitabu cha Waebrania anaongelea kuhusu dhabihu ambazo zilikuwa zinatolewa. Unajua kwenye kitabu kwenye Torati kule kulikuwa na ibada, kulikuwa na kawaida za ibada ambazo zilikuwa zinafanyika kwa ajili ya wanadamu kufunika dhambi za wanadamu. Ilikuwa ni huduma ya upatanisho, huduma ya kuhani ambayo ilifanyika ikisimamiwa na Haruni kama kuhani mkuu pamoja na watoto wake kama makuhani. Sasa ile huduma ilikuwa lengo lake kubwa sana ni kushughulika na dhambi katikati ya watu, ili kwamba Mungu adumu kukaa katikati ya wanadamu. Kwa hiyo ilibidi sasa kwamba kulikuwa na aina nyingi za sadaka. Kulikuwa na sadaka ya upatanisho, kulikuwa na sadaka ya amani, sadaka za unga, sio nini. Kulikuwa na sadaka nyingi sana. Zote zile zilikuwa zinajaribu kumleta Mungu na mwanadamu wakae pamoja kwa lugha ya picha. Kwa sababu Biblia inasema wazi kwamba nini, damu ya mbuzi, ya mafahali, ya ndama na majivu ya kunyunyiza. Kulikuwa pia na majivu. Ndio majivu nilikuwa nasoma nikashangaa. Walikuwa wanafanya hivi kwamba wanatafuta kondoo mwekundu kabisa. Alafu wanamchoma. Majivu yale wanachukua wale majivu, wanakusanya yote majivu, wanachanganya kwenye maji. Yanaitwa maji ya farakano. Yale maji ya farakano walikuwa sasa wale watu wananyunyiziwa ili kutakaswa. Ndio maana anaongea kwenye Waebrania anasema kwamba damu ya mbuzi, mafahali, ng'ombe, anasema na majivu, anaongea na majivu ambayo yananyunyizwa. Anasema haikuwa na namna pekee, namna yote, haikuwa namna yote ya kuwasaidia na kuwasafisha wanaoujia. Lakini damu ya Yesu Kristo ambayo imetolewa mara moja tu inaweza kuwasafisha watu daima. Imetoka once for all. Ndio maana nasema kwamba imetolewa tumekabidhiwa mara moja. Kuangalia kitabu cha Waebrania mlango wa 9. Mstari kuanzia 23 hadi 28. Waebrania 9:23 hadi 28. Anasema, basi ilikuwa sharti ya nakala za mambo yaliyo mbinguni zisafishwe kwa hizo, lakini mambo ya mbinguni yenyewe yasafishwe kwa dhabihu zilizo bora kuliko hizo. Kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono, ndio mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Maana wala si kwamba ajitoe mara nyingi kama vile kuhani mkuu aingiavyo katika patakatifu kila mwaka kwa damu isiyo yake. Kama ni hivyo, ingalimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Lakini sasa
Mara moja tu, msisitizo hapo, mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Yaani dhambi zilishughulikiwa kwa kifo cha Yesu mara moja tu, alipotolewa mara moja tu. Na Yesu Kristo kama kuhani mkuu, kwa damu yake akaingia patakatifu sasa kufanya upatanisho. Alishafanya upatanisho huo. Na ile damu inaitwa damu ya kunyunyiza, sio kwamba inanyunyizwa mpaka leo. Ilishanyunyizwa pale kwenye madhabahu patakatifu kama ilifanyika ilivyokuwa katika kawaida za ibada kule kwenye Torati. Hivyo inafanyika hivyo kama kawaida. Lakini hapa mara moja tu ameingia patakatifu na akafanya huduma ya upatanisho. Mara moja tu. Anasema kwa hiyo ilingani mstari wa 26 anasema kwa ajili ya kwa nini aliingia, anasema azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Kwa akashughulikia dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake, ambaye maana yake kwa damu yake mwenyewe alivyojitoa akaenda kushughulikia dhambi. Na kama watu waliowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu, kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi, na kwa hao wamtazamio kwa wokovu. Kwa hiyo tunaongelea habari ya wokovu. Mwenye wokovu huyu ambaye alileta wokovu ni Yesu. Na kama ni Yesu, alishateswa, alishazikwa, alishafufuka, na ameshaingia kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba, alishaingia patakatifu kufanya upatanisho kwa ajili ya kila mwanadamu. Sasa unapomwamini, maana yake kila ambacho kilishafanyika kinafanyika halisi, kilifanyika zamani. Kwa sababu Yesu alikufa sio kwa ajili ya mtu mmoja, alikufa kwa ajili ya ulimwengu wote. Yaani Yesu alikufa kwa ajili ya kila mtu ulimwenguni. Amen. Sasa kama alikufa kwa ajili ya kila mtu, maana yake kwamba alichokifanya pia alifanya kwa ajili ya kila mtu, hata kama mtu hajamwamini leo. Kisha fanyika kwa ajili yake. The moment atakapomwamini Yesu, kila ambacho kilifanyika zamani kinakuwa kama ndio kinafanyika saa hizo ndani yake. Anakuwa amekufa pamoja naye, amezikwa pamoja naye, amefufuka pamoja naye, na wakati huo wakati tunaongea anaketishwa pamoja naye pale Yesu alipoketi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio injili ya Yesu Kristo. Na hapa sasa jambo hili la imani anaongelea ni msisitizo mkubwa sana, kwa sababu kama watu wataelewa hicho kitu wakafahamu na wakamfahamu yule aliyeleta wokovu na wakaipokea kama ilivyo, maana yake ni kwamba hakuna mwingine tena atakaye kuja akaleta wokovu. Petro akasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume 12 akasema wala hapana wokovu kwa mwingine wao yote yule, kwa maana hapana jina lingine alilopewa wanadamu litupasao kuokolewa kwalo. Maana yake kuna jina pekee la Yesu Kristo, hakutakaa kutokea jina lingine. Na hata tena Yesu arudi mara ya pili au aje mwingine kwa mfano wa Yesu eti kuleta wokovu. Ndio maana tuishindanie imani. Tuishindanie imani. Kile ambacho umekipokea unacho ni cha thamani sana, mtu wa Mungu. Ulichonacho ni cha thamani sana. Amen. Usije akasema kwamba angalia, uwe makini mtu asije akatoa taji yako. Akasema anayedhania kwamba amesimama angalia asianguke. Kwa hiyo maana tunaishindania imani kwa sababu wamekabidhiwa watakatifu mara moja tu. Ni jambo ambalo linakushindania, ni mashindano makuu, ni jambo ambalo linatakiwa kila mmoja adumu hapo. Tufahamu kwa bidii sana, tuelewe kwa bidii kuhusu imani. Tunapoifahamu na kuichima na kuifahamu, ndio namna ambayo tunakuwa tunaimarika katika hiyo. Kuna andiko moja nimekumbuka hapa kwenye Wakolosai. Paulo akawaambia tena Wakolosai hawa, angalia alivyowaambia Wakolosai. Hebu tuone pale chapter fulani pale Wakolosai, nafikiri huo mlango wa pili. Sasa Wakolosai mlango wa pili mstari wa 6, angalia alivyowaambia hivi. Mlango wa Wakolosai 2 mstari wa 6 na wa 7. Basi kama mlivyompokea Kristo Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Unaona hiyo? Kama mlivyompokea Kristo Bwana, Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye, wenye shina na wenye kujengwa katika yeye, mmefanywa imara kwa imani. Mmefanywa imara kwa nini? Kwa imani, kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukrani. Unaona hiyo? Kwa maana mafundisho haya ndio yanafanya watu wa imara katika imani.
Kwa shina, sasa shina la wokovu tunaweza kaelewa jamani. Shina la wokovu ni nini? Imani. Shina la wokovu tulio nao katika Kristo Yesu ni imani tulio nao katika Kristo Yesu. Kwa maana yake namna sasa ya kusaidia watu wafahamu sana hii imani ni mafundisho. Wafahamu sana neema ya Mungu, fundisho. Kama anasema kwamba mkizidi kutoa shukrani kama mlivyofundishwa mkizidi kutoa shukrani. Jambo la pili, kwa nini tushindanie imani? Ndio karibu kumalizia. Jambo la pili, kwa nini tuishindanie imani? Ni kwa sababu ni ya thamani sana. Haitoshi tu kwamba tumekabidhiwa mara moja, lakini hii imani katika Kristo Yesu ni ya thamani sana. Kwa namna ambavyo hakuna kitakachoweza kulinganisha thamani yake. Yaani hakuna thamani ya kitu hapo ulimwenguni ambacho kinaweza kikalinganishwa na imani katika Kristo Yesu. Vingine vyote vitapita, lakini uzima ambao upo ndani ya kumwamini Yesu, ndani ya imani katika Kristo Yesu, ndani ya wokovu tulionao ni wa milele. Ndio maana thamani yake hailinganishwi. Ukimwamini Yesu, una uhakika wa maisha ya sasa hivi. Kwa sasa unapoishi na mpaka baada. Yaani wewe unatembea uko na uzima wa milele ndani yako. Utakufa tena. Ujapo kufa kwenye huu mwili. Yesu akasema mimi ndiye ufufuo na uzima. Aniaminie mimi hatakufa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo imani hii kwa nini tuishindanie? Ni kwa sababu ni ya thamani sana. Watu wa kale, kanisa la kwanza, walielewa umuhimu wa hii imani kiasi kwamba walikuwa na uwezo wa kutoa wa gharimu maisha yao. Yaani walikuwa wako tayari kufa kwa ajili ya Injili, kwa ajili ya Yesu. Walikuwa wako tayari kufa, yaani hawakuhesabu maisha yao kuwa ni kitu kwa ajili hiyo. Sasa lazima tufikirie kwamba kwa mfano si kama kanisa sasa hivi uko tayari kufa kwa ajili ya Yesu. Sasa kama haujawa tayari kufa kwa ajili ya Yesu, shida ni moja tu, hujafahamu sana hii neema ya Kristo jinsi ilivyo. Kama unaifahamu na unakuelewa vizuri, utagundua kwamba hakuna, yaani vitu vingine vyote Paulo anasema kwamba nikihesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo, nikihesabu kama maafi ili mpate Kristo. Ni thamani mno imani. Sasa katika kitabu cha Petro, unajua wakati Petro anaandika huu waraka, ilikuwa mateso yameshaanza kwenye kanisa. Mitume walikuwa wanapitia matatizo na kila anayemwamini Yesu alikuwa anapitia matatizo. Paulo akaandika waraka huu. Hebu angalia alichowaandikia. Yote wa kwanza na wa pili anaongea kwa habari, anaimarisha waamini wanapopita kwenye mateso kwa sababu ya imani waliyopokea. Kumbuka kama ni ya thamani, ukishamwamini Yesu kwa sababu umebeba kitu cha thamani kuliko dhahabu, kinawindwa hicho. Kwa hiyo sasa kwa sababu ndio umeibeba hiyo, utawindwa tu kwa namna moja ama nyingine. Yaani ukishamwamini Yesu, uwe na uhakika kuna majaribu, kuna changamoto, kuna mateso atakayoinuka. Hayaji kwa sababu nyingine, ile anakuja kwa sababu ya kitu ulichokibeba cha thamani, kinawindwa hicho, imani. Angalia anavyosema kwenye Petro wa kwanza 1:6 hadi 9. Mnafurahi sana wakati huu. Kuanzia 6 basi. Mnafurahi sana wakati huu ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali. Anaongea na watu waliokoka kwamba yes, mnafurahia lakini kuna wakati pia mtaweza mkahuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali. Ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina thamani kuu. Imani yenu ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekana kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Mstari wa 8, naye mwampenda ijapokuwa hamkumuona, ambaye ijapokuwa hamuoni sasa mnamwamini na kufurahi sana kwa sababu kwa furaha isiyoneneka yenye utukufu katika kuupokea mwisho wa imani yenu, yaani wokovu wa roho zenu. Yote yule ambaye atakaza kumwamini Yesu, atakaza kwenye imani katika Kristo Yesu, hawezi akapotea. Pamoja na changamoto,
pamoja na majaribu, pamoja na kila aina ya mateso atakayoinuka kwako. Yalishainuka, wenzetu walikufa kwa ajili ya hii Injili, waliuawa. Lakini sio hivyo tu, kuna majaribu ambayo huwa yanainuka, ndugu wanaweza wakakuchukia tu, yaani ghafla unachukua na ndugu kwa sababu ya umeokoka, wao hawajaokoka. Kuna kila aina ya changamoto unaweza kukutana nazo kwa sababu tu unamwamini Yesu. Usije ukajaribu hata siku moja, yaani hata kujaribu kumwacha Yesu au kuacha imani katika Kristo Yesu na kuamua kujitetea mwenyewe au kuanza kutafuta njia nyingine ya kupita ili kwamba labda kule mbele uje. Wokovu sio swala la kuvaa kama vazi, kwamba unavua, unavaa na ukimwamini Yesu, muamini vyote vyote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni akina nani? Yesu alisema kwamba naomba maneno haya mapema ili kwanza muwe na amani ya nyama. Duniani nao dhiki, lakini jipeni moyo. Bwana asifiwe. Amen. Jambo la mwisho, kwa nini tuishindanie imani? Ni kwa sababu ndio njia pekee ya kupatanishwa na Mungu. Ndio namna pekee ya kubaki kuwa na Mungu, kuwa sawa na Mungu, kuwa pamoja na Mungu. Unajua muunganiko uliopo kati ya Kristo na kanisa lake ni muunganiko wa ajabu, kwa sababu ni muunganiko kama kichwa na kiwiliwili kilivyounganika. Ndio muunganiko ulipo. Sasa kilichotufanya tuunganike hivyo ni imani pekee, yaani ni imani. Kwa hiyo ni thamani kiasi hicho. Kilichotubakisha kichwa kibaki kuendelea kushikamana na kiwiliwili kama shingo ilivyoshikilia kichwa kikabaki kuwa na kuendelea kubaki kuunganishwa na kiwiliwili ni imani katika Kristo Yesu. Ndio maana anasema hapana wokovu kwa mwingine wa yote. Hapana jina jingine tulilopewa wanadamu tupasala kuokolewa kwa ile. Hakuna kwa namna nyingine. Sasa hilo jina tunalipokea kwenye mioyo yetu na limetuokoa kwa sababu tumeamini. Tuliposikia hizo habari za Injili tumezipokea tukaziamini. Tumeokolewa. Sasa kubaki ndani ya imani hiyo katika Kristo Yesu ndio namna pekee ambapo tunaweza tukasema kwamba tumepatanishwa na Mungu. Kwa maana yake kuishindania imani ni muhimu kwa sababu ndio namna pekee ya kupatanishwa na Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Pili fulani tutaongea kwa undani. Kwa niongee jambo la mwisho. Nilikuwa nafikiri ni la mwisho, kwa niongee la mwisho kabisa sasa. Ili tusiongelee sana. Kwa niongee la mwisho hili wakati tunamalizia kwa sababu ni nyeti sana hichi kitu kuhusu imani katika Kristo Yesu. Kwa nini tusimamie kushiriki imani katika Kristo Yesu? Kwa sababu ya maadui za msalaba wa Kristo. Kwa maana yake kuna wao maadui wa msalaba wa Kristo. Paulo anasema katika kitabu cha Wafilipi 3:8-9 pale. Anaongea kuhusiana na adui za msalaba wa Kristo. Anasema kwamba sikuache kuwaonya nyakati zote. Na hata sasa nawaonya hata kwa machozi. Kwamba watu kama hawa ni adui za msalaba wa Kristo. Anawaongelea, anasema Mungu wao ni tumbo. Utukufu wao katika fedheha yao. Watu wanyao mambo ya dunia hii. Yote yule ambaye atakuja kuhubiri. Akisikiza maadui ya msalaba wa kweli. Maadui ya msalaba wa Kristo ni watu wote ambao wanakuja wakihubiri kwa habari ya mambo ya dunia hii. Tena na kuhubiria kana kwamba wameshafika. Yaani kweli, yaani hakuna matusi kama haya ya kwamba unamwambia mtu Yesu Kristo, njoo kwa Yesu utapata visa ya kwenda Ulaya. Hii ni matusi. Ndio tunabaya sasa kwamba watu waniao mambo ya dunia hii. Yaani anakuhubiria about earthly issues. Kuhusu mambo ya kidunia. Watu wanaenda Marekani bila kuwa na Yesu. Watu wanaenda Ulaya bila kuwa na Yesu. Watu wanakuwa na magari bila Yesu. Watu wanakuwa na wake bila Yesu. Watu wanakuwa na pesa bila Yesu. Sasa ukileta hivyo ndio fedha. Yaani hapo sasa ndio kama unatukana. Hapo ndio unatukana kazi ya msalaba. Wanaitwa maadui za msalaba wa Kristo. Watu waniao mambo ya dunia hii. Tumesema kwamba mafundisho haya potofu yanapokuja, maadui za msalaba wa Kristo ni yeyote yule ambaye anakuja akileta fundisho potofu. Ambapo ile fundisho linakuondoa focus, linakuondolea mkazo na msisitizo kwa Yesu, inakuhamisha kwenye vitu vingine. Kwamba hata unaweza kutegemea kitu fulani
bado ukafanikiwa, au unaweza kumtumia Yesu kwa ajili ya vitu vyako. Kumbe Yesu yeye ni yote katika, ukimpata yeye ndani ya, yani yeye ni ndani ya yote katika yote. Ukimpata yeye umepata vyote. Sasa chochote kile ambacho kitakuja kukwambia, hata kama atakwambia Yesu sawa, atamtaja Yesu sawa, atakwambia mchukue Yesu sawa, ila akiongeza na kitu kingine ni adui za msalaba wa Kristo. Atakapokuja kwa jina la Yesu, lakini sasa anachokuhubiria, mwisho wa siku imani yako inaenda wapi? Adui za msalaba wa Kristo. Watu wanaipindua imani zao kwa sababu ya adui za msalaba wa Kristo kama hawa, ambao wanakuja wakifundisha vitu vingine ambao hivyo vitu havituleti kwa Kristo. Yaani mwisho wa siku havimfunui Kristo, wala havitufanyi tuendelee kumpenda Kristo na kumwamini Kristo pekee, ila vinatuaminisha kwamba bado unaweza kumwamini Yesu na ukatumia, yaani imani inahamishwa. Kama unaweza kutumia pia maji pasipo kuamini jina la Yesu, ukatumia tu maji ukapona. Unaweza kutumia tu chumvi, unaweza kutumia tu sijui vitu gani. Imani inahamishwa. Unahamishwa imani kutoka kwenye kumwamini Yesu, unaingia kwenye vitu vingine kama hivyo. Akasema lakini msingi wa Mungu umesimama ulio imara, wenye muhuri huu, Bwana wajua wale wake, na kila alitaja jina la Bwana auache uovu. Bwana asifiwe. Mafundisho ya uongo, adui za msalaba wa Kristo, ambao kazi yao hawa ni kuwapindua watu, kupindua imani za watu. Kuna watu wametajwa hapa, Imelayo na Filato. Sehemu nyingine Paulo anawataja hawa Imelayo na Iskanda mwingine, ambao anasema kwamba watu hawa nimemkabidhi shetani ili awafundishe wasimtukane Mungu. Kwa nini? Chochote kile ambacho anakifundisha, ndio hii akitokea mwanadamu akafundisha chochote kile ambacho kinapingana na kazi ya msalaba au kinaondoa thamani ya kazi ya msalaba, huyo hana tofauti na mtu anayemtukana Mungu kabisa. Kwa sababu kama Mungu alitia, yaani kama Mungu aliamua kuachilia, kujitoa mwana, kumwachilia mwanawe pekee afe kwa ajili yetu, alafu akaja mtu mwingine anakuambia tofauti na hapo, huyo mtu anatafuta ni adui, anatafuta uadui mkubwa na Mungu. Ndio maana anasema kwamba hawa watu ni adui za msalaba wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakorintho wa pili, wakati namalizia, nafikiri nitamalizia hapo. Nilipoambia research tu ya haraka ambayo nilifanya kwenye nyaraka hizi. Kwa mfano Paulo ameandika nyaraka zaidi ya 13. Karibu kila nyaraka, yaani sijaona waraka ambao hajagusia kukemea japo kwa yaani hata kidogo akakemea kuhusiana na mafundisho potofu. Yakobo amekuja anaongea. Wakati anachambua zile hekima, kuna hekima aina 4. Kuna hekima ya Mungu ambayo ndio pekee inatoka kwenye neno la Mungu ambayo tutakuwa tubaki hapo. Kuna hekima ya wanadamu, kuna hekima ya dunia hii, alafu kuna hekima ya mkuu wa ulimwengu wa hekima ya shetani. Wakati Yakobo anazichambua, alijaribu kuongea kidogo, lakini Yuda tunasoma hapa ameongea sana. Petro ameongea kweli. Yohana ameongea kuonyesha kwamba msisitizo, kuonyesha jinsi ambavyo hili jambo ni nyeti kuhusu adui za msalaba wa Kristo ambao wanafundisha imani. Kwa sababu ni Mungu ishindane imani, tunashindana imani. Kadri ambavyo utafahamu kweli, utakuwa na uwezo sasa wa kufahamu kwamba huu ni uongo. Huu ni uongo wa shetani. Ila kama ufahamu, kwa kuna haja sana ya kufahamu kitu ambacho ni original, ili kile kitakachokuja fake itakuwa rahisi kukifahamu. Angalia, tutamalizia kwenye Wakorintho wa pili leo. Wakorintho wa pili mlango wa 11. Kwa kuwa nimekosea mume mmoja ili nimletee Kristo bikira safi, lakini nachelea. Lugha nyingine ya kuchelea nini? Naogopa, na hofu. Kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikra zenu mkauacha unyofu na usafi wa Kristo. Unajua wakati natafakari sana hii scenario hapo, wakati naongea hii Paulo, nikaanza kumtafakari Eva. Unajua Eva ni mwanamke, alikuwa Adam mwanaume, alafu Eva mwanamke. Alafu akahusianisha Eva alivyodanganywa na kanisa, akasema kwamba naonea wivu wa Mungu kwa sababu nilimposea Kristo bikira safi, na nilimposea Kristo, anasema kwamba nilimposea Kristo mume mmoja, mke mmoja, ili mletee Kristo bikira safi. Maana yake kanisa ni mwanamke pia. Eva alikuwa ni mwanamke. Eva alidanganywa.
alidanganywa. Na kanisa tusipoangalia vizuri, sisi kanisa ndio mwanamke, Kristo mume, sisi mke. Hapa anasema kwamba msije mkauache na hofu, kama shetani alivyomdanganya Hawa, asije na yeye akawashawishi mkauacha unyofu na usafi wa Kristo. Sasa namna gani ya kuacha huu unyofu na usafi katika Kristo? Ni kwa njia ya hii hila ya maadui wa msalaba wa Kristo, ambao wanaweza wakaja wakakuaminisha, wakafundisha fundisho potofu. Na watu wanapofundisha wanapindua imani za watu, wanaacha unyofu na usafi wa Kristo. Watu walianza vizuri, baada ya kusikia hizo injili za ajabu, unaona watu wanaanza kubadilisha kabisa. Watu wanabadilika. Watu wanabadilika. Mstari wa 12 wa hicho kitabu, Paulo anasema, maana nilifanyalo nitalifanya ili wapinge hao watafutao nafasi wasipate nafasi, ili kwamba kwa neno hilo wajisifialo wasionekane kuwa kama sisi. Maana watu kama hao ni mitume wa uongo, watendao kazi kwa hila. Unaona? Ndio maana kule mwanzoni anatangulia kuonyesha wasiwasi wake kwa kanisa. Anasema muwe makini kanisa, msije mkadanganywa mkauacha unyofu na usafi wa Kristo. Wanajigeuza. Anasema wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Ndio maana ya hila, ndio maana ya udanganyifu. Shetani atakuja na neno kupitia ujumbe wake, atakuja na neno ni kama linafanania, yaani anamtaja Yesu, anakimia kwa jina la Yesu, anaongea, anasoma Biblia hii, lakini ndani ni hila, ni uongo umejificha. Inawaondoa watu, inawapindua watu imani yao kutoka kumwamini Yesu, wanaanza kuamini vitu vingine. Alafu anasema basi si neno kubwa watumishi wake wajigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, kwa sababu shetani mwenyewe anajigeuza kama mfano wa malaika wa nuru. Anasema basi si neno kubwa kwa watumishi wake pia kujigeuza kama watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Ni muhimu sana kanisa tukaelewa hilo, kwamba namna ya kushindania imani ni lazima tufahamu sana neema ya Mungu katika kweli. Na hapo tutakapoifahamu neema ya Mungu katika kweli, tuwe na makini na adui za msalaba wa Kristo. Mmoja wapo ya jambo la muhimu sana, tuwe makini na hawa adui za msalaba wa Kristo. Wakati tumesoma ile kwenye Yuda, wakati anasema kwamba mshindani imani, mstari uliofuatia wa 4 anasema kwamba kuna watu waliojiingiza kwa siri. Yaani maana yake iko hivi. Hawa watu adui za msalaba wa Kristo walio wengi sana, ni watu ambao hata hawajawahi kuokoka. Ila wamejiingiza ndani kama waliokoka, na wakaja kwa hila, ni wajumbe wa shetani. Wanakuja wakihubiri Yesu wasiyemfahamu, wasiyekutana naye. Wanafahamu wanachokifanya, wanapoteza watu. Ndio maana Paulo akasema pia kwamba wakichomwa dhamiri zao, wanafahamu wanachokisema, wanafahamu wanachokifanya. Kama tunatamani kudumu katika imani hii katika Kristo Yesu, twende mpaka mwisho, kwa sababu Yesu alisema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Yeye ashindaye, kwenye wakati Yesu anaandika, anatuma ujumbe kwa wale makanisa 7, kuna mwisho anasema yeye ashindaye nitampa. Yeye ashindaye. Hiyo kushinda anaongelea ni vita vya imani. Paulo akasema imani nimeilinda. Nimevipiga vita vizuri vya imani. Mwendo nimemaliza, imani nimeilinda. Tuna kazi kanisa ya kulinda imani. Na lazima, hakuna namna ndugu zangu, hakuna namna ambayo tutakwepa kuwekeza kujifunza. Kama tunatamani kulinda imani na kubaki katika imani, tuvipige vita vizuri vya imani mpaka mwisho, lazima tuwekeze kwenye kujifunza. Mungu awabariki sana, na natamani nimshukuru Mungu sasa kwa ajili ya kipindi, alafu ili tuendelee sasa na vipindi vingine. Baba Mungu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu na ni mwema. Asante kwa kusema na sisi.